Ni mtazamaji wa Gift Online TV, nikukaribisha tena kutazama kila ambacho kiko mbele yako kwa muda huu wa sasa. Kubwa kuliko siku hii ya leo tutazungumzia swala zima kuhusiana na ukatili wa kijinsia kwa watu wenye ulemavu. Ulemavu wa aina gani tutakwenda kusikia. Tupo na mgeni huko ndani ambaye atakwenda kuzungumza kwa undani zaidi kuhusiana na swala hili ambalo liko mezani kwa siku hii ya leo. Kipindi One Life Theater, maisha na upasuaji. Tunapasua kila kitu ambacho kipo hapa. Kwa hiyo tunakwenda kupasua kwa siku ya leo ni kuhusiana na watu wenye ulemavu. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uwe wa kwanza kupata kila kitu ambacho tunakifanya humu ndani kila siku za wiki. Mimi ni Esther Mamkwe, nipo na Tobias Kisima, lakini pia na mgeni ambaye atakwenda kuzungumza kuhusiana na mada ya leo. Karibu kutufuatilia, usichoke kututazama. Karibu sana. Asante sana Esther, habari za studio? Salama, sijui za kwako na uko tokako. Kwa mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Na kuamka salama ni jambo jema. Ndio. Na nilikotoka huko salama, alhamdulillah, nashukuru Mungu kwa kutukutanisha tena siku hii ya leo. Amina. Mada mezani tunazungumza kuhusiana na ukatili wa kijinsia kwa watu wenye ulemavu. Swala hilo kwako liko vipi? Tukisema kwamba tunazungumzia ukatili, basi ningependa kwanza jamii ielewe ukatili ni kitu gani. Ndio. Ukatili ni kitendo chochote anachoweza kufanywa mtu wa jinsia yoyote. Ndio. Awe wa kike au wa kiume. Okay. Na kitendo kile kinaweza kumletea madhara kiakili, kiuchumi, kisaikolojia, kingono. Sasa baada ya kuelewa maana ya ukatili, ndio, sasa nirudi moja kwa moja kwenye ukatili wa watu wenye ulemavu. Okay. Kumekuwa kuna mambo mengi sana katika jamii inayotuzunguka. Ndio. Kuna baadhi ya watu, japo sio familia zote, Okay, wanaishi na watu, okay, ambao wana mahitaji maalum. Ndio. Kwa mfano labda tuseme kuna mtu hawezi kujihudumia, ni mlemavu. Ndio. Imetokea labda kwenye familia wazazi wamejikuta wamepata mtoto kama huyo. Ndio. Wanafikia maamuzi ya kumficha ndani. Okay. Sasa au kumfungia ndani. Labda anataka kutoka, anaenda kwenye sherehe labda au kwenye shughuli, anamfungia ndani. Bila kuelewa kwamba anapofanya vile ni madhara makubwa yanaweza kutokea. Ndio. Au anapofanya vile ni ukatili wa kijinsia anakuwa anamfanyia yule mtu. Haijalishi ni mtoto au ni mtu mzima. Okay. Kwa sababu kuna watoto ambao sasa yeye ni mlemavu. Ndio. Anaweza kawa anahitaji kwenda kujistiri. Okay. Labda ni haja kubwa au ni haja ndogo. Lakini kama nyinyi mmetoka wote alafu mkamfungia yeye, hawezi kupata msaada. Okay. Kwa hiyo anakuwa anabaki anahangaika na mwisho wa siku anakuwa anajihudumia pale pale alipo kwa sababu hana mtu kumsaidia. Okay. Lakini pia wale watu wazima, wazee kwa umri ule uliofikia, labda anatakiwa kutolewa labda nje akae angalie, yani ile kuangalia au kushangaa nje, tayari inamfanya anakuwa kama ana nuru. Lakini kumfungia tu ndani inakuwa inazidi kumongezea ugonjwa. Kwa hiyo ni bora umtoe, kama ni mazoezi umpeleke, kama ni watu wakaa kumwangalia, kuliko ni kumfungia ndani mkaona kama ni mzigo, na nyinyi mkaondoka mkaendelea kwenye shughuli zenu. Kwa hiyo inakuwa haiko sawa sawa, ule unakuwa unafanya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo wananchi ambao mnanisikiliza, kama wewe una mtoto kama hivyo umepewa, basi hebu jaribu kutafuta mtu au msaidizi mwenye moyo. Okay. Wa kuweza kumhudumia yule mtoto wako, au kijana wako au mtu mzima ambaye anaishi naye. Okay. Pia na awe ana moyo na awe na subira, kwa sababu anayehudumia wale watu lazima awe na subira. Ndio. Kwanza awe na hofu ya Mungu na awe na imani. Okay. Kwa hiyo kuna hizi shule zipo ambazo zinafundisha special kwa ajili ya wao. Kwa hiyo haijalishi hapa kwa sababu ni mlemavu sasa umfungie ndani akose elimu. Okay. Kuna vyuo ambavyo vipo wanasomeshwa. Ndio. Na wanajifundisha studies za kazi. Kwa mfano kuna hapa Moshi pia wapo sehemu mbalimbali ambazo wanatoa hizo huduma. Kwa hiyo ukiona una mtoto wa design hiyo, basi hebu jaribu kuhusiana na mashirika uweze kumpeleka huyo muhusika kwa ajili ya kwenda kufanyiwa mafunzo. Na kupewa elimu. Lakini pia zungumza naye au mpeleke kwa wao ambao wanakuwa wanawafundisha, wana wale watu wenye kwa wana alama wakiwasemesha wanaelewa. Kuna wale labda ni viziwi hawasikii, lakini kuna wale ambao wanajua alama za vidole. Kwa hiyo ukimfungia ndani unazidi kumongezea matatizo mengine. Lakini ukimtoa na kumfichua
na ukampa huduma zile zilizo bora, kwa sababu tayari ni binadamu. Kwa hiyo ukimpeleka sehemu ambazo ni zinastahili, basi unakuwa hujamfanyia ukatili wa kisaikolojia, wa kijinsia. Lakini ukiendelea kumfungia ndani, basi lolote linaweza likatokea. Ndio. Unaweza katokea baba moto umewaka ndani. Inaweza ikatokea baba kuna dharura yote imetokea, lakini sasa yeye hawezi kujisaidia na ndio umeshamfungia mule ndani. Lakini mwisho wa siku unakuja kusikia kwamba nyumba imewaka moto, lakini ndani akawa amefungiwa mtu, lakini mwisho wa siku amekuja amefia mule ndani. Umeona? Kwa hiyo una lolote, sababu hata kama ikitokea bahati mbaya labda gesi imechemka sana, hapo umesahau kuifunga, kwa hiyo hawezi kujisaidia sababu hawezi kusogea. Kwa hiyo anaweza kaona kitu ni cha hatari, labda tu atokee malaika. Lakini kama kitu ambacho anatakiwa kukitoa kama yeye kukimudu, anakuwa hawezi. Kwa hiyo tuwalinde kwa kutumia njia hiyo. Sawa, katika jamii ni kundi lipi ambalo sana linaleta ukatili kwa walemavu? Kwenye jamii watu wanaowazunguka au watu wa nyumbani ndio huwa wanaongoza sana sana kwenye kuleta ukatili katika watu wa ulemavu? Kwa sababu kuna wale wa nyumbani wanakuepo huwa wanawabana watu, hawatakiwi kutoka nje, hawatakiwi hichi. Lakini kwenye jamii kuna wale ambao labda kimono huyu fulani mkono umekaa hivi, anaweza kuongelewa vibaya katika jamii. Sasa ni watu wa nyumbani au ni watu wa mtaani kawaida? Ukifuatilia sana kwenye jamii huko hakuna shida sana, kwa sababu ni kitu cha kawaida tu. Lakini tukirudi majumbani ndio shida ipo kubwa, na ndipo shida ambapo inakoanzia. Kwa sababu labda mimi Sergeant Mwajabu ninamfungia sasa mtu ambaye ninaishi naye mule ndani, sitaki watu wajue. Na sitaki watu waone labda kwamba naofia mimi sasa mtu akijua hivi itakuaje. Muona huyu ningetaka sema nitoke niende naye hapa, ananipa tena stress. Ningetaka nikitoka hapa kwenda, lakini majumbani ndio sana sana kuna changamoto kama hizo, na ndio wao wanaowafungia mule ndani. Wanashindwa kupata ile elimu, labda hawana elimu, au wanashindwa kutoa au makusudi tu kwamba nikimtoa huyu nitaonekanaje, sijui labda nikisema nitoke naye niende sokoni atanipa kazi, yani umeona. Lakini tukumbuke wale sio mizigo. Wale sio mizigo, tuwatoe, tuwapeleke kwenye elimu wakajifunze vitu, kwa sababu kwenye zile issue maalum za wao wanapata elimu, wanajifundisha vitu mbalimbali, wani mpaka wanafikia tu wanajua hata kushauri, kutokana yani kuna watu maalum kwa ajili ya kuwahudumia watu maalum. Kwa hiyo wanaoongoza sana sana ni majumbani, sababu ndani tunawafungia. Lakini ukiwatoa kule nje, jamii inawapokea na hawana shida, na ni kitu cha kawaida, kwa sababu katika jamii kuna mambo tofauti tofauti. Katika familia kuna wenye maskini, lakini pia kuna matajiri. Kwa hiyo ni hali tu ambayo ni ya kawaida. Ni sawa sana ile mtu anakuwa labda familia yake ni ya maskini, lakini Mungu amekuja kumsaidia baadaye kidogo, amekuja kuwa na maisha mazuri. Sasa jamii inaanza kumsema yule mtu sasa kwamba mnamuona yule hivi mmeshaenda kwao, lakini no, mimi kule ni kwetu. Na mimi pia siwezi nikaishi maisha ambayo nilikuwa naishi kule. Kwa hiyo ni lazima na mimi nijijenge kwangu. Nikishajijenga mimi kwangu, alafu mwisho wa siku sasa nitakuja niangalie nyumbani. Kwa hiyo usimshangae mtu ukaanza kumfanyia ukatili wa kisaikolojia kwa sababu kwao kuna nyumba ya udongo, lakini kule ni nyumbani kwao yeye ndiko alikozaliwa. Kwa hiyo uweze ukasema kwamba unamdharau, au labda unaenda kwa wako kuna nyumba kama hiyo ukaanza kumdharau mume wako. Yeye sio kwake, na yeye alizaliwa sababu wale wazazi wake na wenyewe ndio wana uwezo wa kutengeneza ile nyumba. Ni wao ndio wanatakiwa wafanye yale sio majukumu yako wewe. Lakini unaweza ukaguswa tu kama mtoto. Kwamba mimi nimekulia, lakini lazima ujiangalie kwanza kwako katika familia yako. Yaani andaa familia yako, afu baada ya hapo sasa ndio urudi wapi? Nyumbani. Kama una uwezo, usisahau sana. Kwa sababu ule kusema unaacha kuangalia kwako, kutengeneza mazingira nyumbani kwako, ukakimbia mazingira ya nyumbani. Kumbuka ile nyumba ni nyumba ya familia. Lakini bado pia na wewe una familia yako, wale watoto wako lazima uandalie watoto wako mazingira yao, alafu mwisho wa siku Mungu akikusaidia basi unarudi nyumbani. Kwa hiyo tusiendelee kuwafanyia ukatili wale watu ambao ni matajiri lakini kwao wana nyumba za udongo. Tusiwashangae kwa sababu kwanza kusaidia na kutoa ni kipaji. Na ni moyo wa mtu. Na huwezi kujua ile familia ina changamoto gani. Kuna mwingine hapa wanagombana wao kwa wao, kwaona nikifanya hapa ugomvi utazidi kwa mkubwa. Kwa hiyo bora nipaache kama palivyo. Umeona? Kwa hiyo tusiendelee kufanyana ukatili wala tusinyosheane vidole. Ila cha muhimu tuwafichue wale ambao wanaowafungia ndani watu wenye ulemavu. Tuwatoe, tuwape elimu, tuwaelimishe ili wawafichue wale watu, wawatoe watoto ili waende kapate mafunzo na wapate elimu, watakuwa wabadilike. Kwa sababu hata wao wenyewe watakuwa wanajisikia raha kwamba kuona
yani kuona mtoto wangu sasa hivi ameimprove, alikuwa hata hawezi kufanya hivi lakini anafanya, kwa sababu kuna mazoezi pia lakini zile elimu ambazo wanakuwa wanafanya tusiwatenge, tusiwabague, tuishi nao, maana wote ni jamii moja. Okay. Sawa. Mtazamaji, moja kwa moja tunapewa nguvu na maji ya uzima, na maji haya yanapatikana katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Maji haya yanapatikana katika huduma tu, na ili uweze kufika hapa moja kwa moja katika huduma ya Mlima Moria Ministry, kama unatokea Arusha, panda gari inayokuja Moshi, au kama unatokea Boma, panda gari inayokuja Moshi. Moja kwa moja utashukia kituo cha mashine, ambacho kituo hicho kiko mbele kidogo ya kituo cha maili 6. Moja kwa moja basi ukishuka utavuka barabara, ukisogea mbele kidogo utaona bango la huduma za Mlima Moria Ministry. Ukisogea na barabara hiyo moja kwa moja utaona kanisa, utakuwa umefika katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Kama unatokea Moshi, utapanda pia daladala au haisi au bajaji inayokuja maili 6. Alafu utashukia kituo pia cha mashine, utarudi nyuma kidogo utaona bango la huduma za Mlima Moria Ministry. Ukija na barabara hiyo basi moja kwa moja utakuwa umefika katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Siku za ibada ni siku ya Jumatano, siku ya Ijumaa pamoja na siku ya Jumapili. Siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa ni kuanzia majira ya saa 8 mpaka majira ya saa 11 za jioni, lakini siku ya Jumapili ni kuanzia majira ya saa 6:30 mpaka majira ya saa 10:30 za jioni. Karibu katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Na mtazamaji, tupo kwenye kipindi cha Life Theater, moja kwa moja tukizungumzia swala zima la walemavu, katili kwa walemavu kwa siku hii ya leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kile ambacho unakitazama kwa siku hii ya leo. Nitaka niulize hapa kuhusiana na swala zima la mazingira. Tunaona walemavu sana sana wanakuwa wanawekwa katika mazingira ambayo sio mazuri. Labda kuna mlemavu yote ameshafika katika dawati la jinsia kuhusiana na kuripoti swala zima la yeye kuishi katika mazingira ambayo hayafai? Kwa upande wa dawati pale hawajafika kuja kulalamika kwamba unajua tunatakiwa tutambue kwamba kwanza yeye mwenyewe ni ngumu kutoka kule mpaka kuja kufika sehemu sahihi. Ndio. Lakini kuna msemaji wao ambaye yupo, kiongozi wao. Kama kuna changamoto basi anafika dawati la jinsia na watoto na anapata msaada. Kama kuna changamoto yote amefanyiwa, basi yule kiongozi wao ndo anafika kwa ajili ya kuelezea changamoto ambayo anazo. Kama kuna tukio limetokea, labda kuna kitu fulani, lakini kuja kushtaki kwamba kuna kesi za hivyo pale hatujazipata. Lakini endapo kama imetokea imekuja pale, basi sisi kama dawati tunalifanyia kazi. Sawa, na tunalifikia moja kwa moja. Huenda labda ni kutokana na hali yao, labda hawezi kuchukua mtu, au pengine ni kipi ambacho hasa kinawafanya wao kutokuweza kufika? Yani kwa kutokuanza kwamba wanaweza wakafika au wasifike. Ndiyo. Unajua sisi kama dawati, mfano sasa mtu amemfungia ndani, sisi hatuwezi kujua. Lakini jamii ikishirikiana na sisi moja kwa moja na ikawafichua wale watu, sawa ikatuletea taarifa, basi sisi tutafika sehemu moja kwa moja na kulifanyia kazi. Lakini tumeamka tu asubuhi tukajua kama kuna hiki na hiki, inakuwa kidogo ni ngumu. Lakini katika mikusanyiko ambao wanakusanyika maka kuna hizi events zao. Katika zile events ambazo tunakuwa tuko nazo, huwa tunawapa elimu. Lakini katika zile elimu tunakuwa tunawapa wana wale ambao wanawaelewesha, ambao tayari wanajua kuzungumza nao, kama hao ambao hawasikii labda wanaenda kwa zile alama za vidole. Kuna watu wenye alama za vidole, kwa hiyo wanakuwa wanawaeleza baba huyu ni hivi, kuna changamoto hivi na hivi. Kwa hiyo wao kama wana changamoto basi wanawafikishia wale wahusika ambao wako nao, sasa wanakuja kutuletea. Lakini kwa bahati nzuri tunashukuru hatuja kutana na kesi kama hizo katika ofisi zetu. Lakini kama endapo zimetokea tunazifanyia kazi. Na kama kuna changamoto ambayo iko mitaani ambayo sisi hatufahamu, na kama kuna watu ambao wanawaficha watu kama hao, basi wao kama jamii watusaidie kuwafichua. Maana wale wanakuwa sio watu wema, ni lazima wawafichue na kutueleza sisi taarifa na sisi tufike sehemu husika moja kwa moja. Lakini mimi kwa tumekaa alafu tukaamka tu asubuhi tukajua hapa leo kuna mtu amefungiwa, inakuwa kidogo ni ngumu. Lakini mtu wa taarifa yeye ndo anatakiwa atutolee taarifa, atuletee, na katika kutoa zile taarifa basi sisi tutazipokea taarifa zake na tutazificha kama siri kwetu na tutazifanyia kazi. Na mwisho wa siku wale wahusika wanapata msaada. Sawa, hapo nyuma kulikuwa kuna wimbi ambalo
mwanamke alijifungua mtoto mlemavu akamtupa. Sasa tujue ni kwa nini alimtupa. Yeye anajua ni sababu gani. Pengine aliona hii ni aibu, maana kila mtu ana mtazamo wake. Lakini ni adhabu zipi ambazo mnatumia nyie kwa kumkamata? Mfano alijulikana ni mwanamke fulani kwa jina fulani anaishi sehemu fulani. Adhabu zipi ambazo zinatumika kwa mtu kama huyo anayemfanyia ukatili? Tena kajifungua ni mtoto wake binafsi, lakini alichukua hatua ya kumtupa kwa sababu alikuwa na ulemavu. Asante kwa swali zuri. Kwamba hakuna ambaye anatenda kosa alafu akaachwa. Ndio. Lazima sheria inafuata mkondo wake. Na kila kosa lina adhabu yake. Sasa mimi sio mwanasheria, lakini kama mtu wa hivyo tayari tunamhesabu ni mhalifu. Na kwa sababu ni mhalifu na taarifa kama imefika kituo cha polisi, basi lazima ifanywe kazi. Na katika kufanywa kazi sio kuna kesi zenye dhamana na ambazo hazina dhamana. Anaweza haba akaitwa kituoni, kumbe kesi yake ikawa na dhamana, akadhaminika akaenda. Lakini kwa mtu kama huyo, kesi sasa ya mauaji mara nyingi haina dhamana. Kwa hiyo tayari huyo ni muuaji. Lakini hatuwezi tukamhukumu moja kwa moja, lakini sheria ndio inafanyaje? Inamhukumu. Kwa hiyo sheria itachukua nafasi yake, na yeye kama yeye atastahili adhabu ambayo anakuwa amepewa, na mwisho wa siku ushahidi utakapokuja kukamilika, basi ndio mahakama itaamua. Lakini akifika jeshi la polisi, sisi kama sisi tutafanya kazi yetu, jalada litaandaliwa, atapelekwa mahakamani, na mwisho wa siku watu wa hukumu ni mahakama. Kwa hiyo sisi mtu kama hivyo akija, basi kesi yake inafikishwa sehemu ambayo ni sahihi. Sawa. Sasa kama nyie kama dawati mnachukua hatua gani au mnawapaje wanawake elimu? Maana tumeona wimbi kubwa ni anayeteseka na yule mtu sio mwanaume. Asilimia kubwa, tuseme 90-95 ni mwanamke ambaye anashinda nyumbani kwa ajili ya kumwangalia yule mtu. Awe ni ndugu yake, mzazi wake, au ni msichana wa kazi. Ni elimu gani ambazo njia gani ambazo mnatumia kutoa kwa wale watu wanaoishi na watu wa ulemavu? Tunajaribu kuzungumza nao, tunaongea nao, tunatoa sana elimu. Tunazungumza nao na tunawapa pia connection kwa wao watu wenye vituo. Kwamba usimfungie mtoto, endapo tumejua kama dawati, lakini kwamba usimfungie mtoto, usimfungie mtu mzima labda ambaye ndio hivyo hawezi kujistiri mwenyewe. Usimfanyie mmoja mtoto, kwa sababu ukimfungia unakuwa unamfanyia ukatili. Kwa hiyo kuna zile sehemu kama ulikuwa ufahamu, kuna sehemu labda mmoja unaweza ukaenda ukampeka akapata elimu, na katika ile elimu atapata mafunzo. Akipata mafunzo tayari kuna zile stadi za kazi ambazo anazifanya ndogo ndogo, atajifundisha vitu vidogo, na wewe unakuwa unapata nini? Na wewe lazima upate faida. Lakini pia ile kumtoa kumpeleka ile sehemu ya mafunzo, na wewe unapata muda wako kutoka hata kama kwenda kutafuta kama ni shilingi 100 200, lakini mradi unajua kama baba saa 9 natakuwa nikamchukue nikamchukue mtu wangu nirudi naye nyumbani. Kwa hiyo ile kumtoa na kumpeleka kule sehemu ile ambayo inastahili kwenye mafunzo, ni tayari naona kwamba umepata nafasi, kulikoni kuchukua hatua ya kumfungia ndani alafu useme unaenda sokoni. Muda wote inaweza likatokea lolote na la hatari. Lakini sasa yule anajikuta anakosa msaada. Anajikuta anakosa msaada, anakuwa anateseka huko, akiwa anajiona mpaka anafikia hatua anapoteza maisha yake. Kwa hiyo tunaongea nao kila sehemu, kwenye miaza tunaongea, tunatoa elimu. Yaani tunatoa elimu kwa ujumla. Kwa hiyo basipo kujua kwamba huyu namgusa au huyu simgusi. Kwa hiyo kila ambao unakuwa unaliongea, ukitoa mada zako zote tofauti tofauti, kwa hiyo kila mmoja anaguswa kwa tofauti tofauti. Na kila mmoja anakuwa anaguswa na mada yake. Kwa hiyo kama alikuwa anafungia mtoto ndani, basi ataacha. Na kama ukiangalia kumbe kuna elimu, sio wote ambao wanakuwa wameelimika. Lakini kwa elimu ambazo tunawapa, basi wanaelimika, tunashukuru Mungu. Sawa, kuna sheria labda ambayo inaweza kumlinda mlemavu pale ambapo anaweza kukutana na kitu chochote kwa haraka? Sheria ipo inamlinda mlemavu, sababu mlemavu ni binadamu. Ndio. Na sheria ipo ambayo inaendana na imeungwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo yeye sio kwa sababu ni mlemavu basi sheria inakuwa imuhusu. Hapana. Sheria iko pale pale kama sheria, na kama umefanya tukio lote lile ambalo linahusu kuvunja sheria au kuvunja amani ya nchi, basi sheria itachukua mkondo wake. Sawa, katika jamii kumekuwa na kutokuwa na elimu kwa upana sana. Labda unaweza kutuhakikishia hilo kuhusiana na swala zima la elimu, kwa sababu wako watu wengi pia ambao wanafungiwa ndani kuhusiana na masuala mazima ulemavu, na kutalaba mtu ni ana miguu, ana mikono, lakini anakuwa anafungiwa ndani. Je, jamii ina elimu ya kutosha kuhusiana na swala hili? Jamii elimu inayo, lakini sio wote. Lakini baadhi wanajua hiyo elimu wanayo, lakini pia kuna wengine wanasema mimi bora tu nimfungie ndani. Mwingine anaamua kufanya makusudi.
Lakini kwa sisi kama kitengo cha dawati la jinsia tunapambana kutoa elimu na kuwaelimisha. Kwa hiyo sasa kwenye kutoa elimu, yule anayepokea hii elimu ndio anatakiwa yeye mwenyewe sasa achague kwamba ataipokea ifanyie kazi au ataipokea ataisikiza ataiachia pale pale, na je ana hofu ya Mungu? Kwa sababu unaweza kuwa unatoa elimu na kumbe mtu mwingine hofu ya Mungu hana. Anakuambia tu afande ongea ukimaliza mimi hapo naendelea kumfungia kama kawaida naendelea na shughuli zangu. Umeelewa? Kwa hiyo mimi naiomba jamii kama kitengo cha dawati la jinsia na watoto katika uelimishaji ambao tunakuwa tunatoa, kwa mfano sasa hivi wanatusikiliza, basi wachukue hizi point ambazo tunakuwa tunaziongea. Kuna vituo vipo ambavyo kuna kimoja kiko hapo kanisani, CCBC. Kwa hiyo ukifika pale ukaanzia pale utapata mwanga wa mbele zaidi na zaidi. Inawezekana kuna vingine hivyo ambavyo mimi sivijui. Lakini ukifika pale tayari watakupa connection ya sehemu zingine. Ya sehemu zingine, labda umpeleke wapi mtoto wako, labda umpeleke wapi. Kuna sehemu nyingine kliniki za wazee ambazo unaweza kumpeleka akafanya mazoezi, jioni ukamrudisha hivyo. Kwa hiyo jamii iache kufungia watu ndani ambao wenye mahitaji maalum, wawatoe, wawapeleke kwenye mafunzo, kwenye mazoezi, wajichanganye, wawatoe waote jua, waonekane. Wasione aibu kwamba mimi nimezaa baba mlemavu, ukafikia atoke na kumtupa. Wewe ungezaliwa ukatupa ungekuwa hapo? Jibu ni kwamba ni hapana. Kwa hiyo tuwe na ile hofu ya Mungu, tumshirikishe Mungu katika kila jambo. Na kila kitu Mungu anakuletea kwa sababu. Hakuletei tu, kwa hiyo anakuwa ana sababu zake za msingi. Kwa hiyo tuache ubaguzi, tusibaguane. Tushirikiane kwa pamoja na tuwafichue wale wahalifu ambao wanawafichua watu, ambao wanawafungia walemavu ndani. Kwa hiyo tuwafichue ili tuweze kuwafanyia kazi, na kama walikuwa hawana elimu basi tuwape elimu hata kama ni mtu mmoja mmoja ili aweze kuelewa. Maana sio wote wenye uelewa. Kwa hiyo ukimpa ile elimu ataelimika na atajua afanye nini au aende wapi. Inawezekana haba ajue afanye nini, lakini kwa elimu tutakuwa tumempa itakuwa imemsaidia. Sawa, nini ushauri wako sasa katika kufika tamati kwa siku hii ya leo? Ushauri wako kwa jamii kwa ujumla kulingana na swala zima la kumlinda mtu mwenye ulemavu. Ushauri wangu mimi kwa jamii bado nitaendelea kusisitiza vile vile. Wewe kama wewe unaishi na watu kama hao, wao ni watu maalum. Ni watu muhimu sana. Na hatutaki kuwabagua wala kuwatenga. Tuwasikilize, tuwahudumie kwa sababu na wao pia wanahitaji kuhudumiwa. Kwa sababu kujihudumia wao hawawezi. Lakini kwa wewe ambaye uko naye ambaye ni mzazi, kuna baadhi ya wazazi wanapambana sana na watoto wao ambao ni wanahitaji maalum. Kama jamii imeguswa inaweza kaamua kuchangia kama ni kiti, kama ni nini, ukaamua kumtengenezea kiti ndugu yako mlemavu, ukamsukuma tu, ukamweka pale nje akapunga upepo. Au kama ni vipi, kama una ndugu basi mshe pamoja ili muweze kushirikishana na kusaidia. Lakini pia niombe jamii waache kuwacheka watu ambao wanaishi na watu kama wale. Ile kumcheka unakuwa unamfanyia ukatili wa kisaikolojia. Unakuwa unambeza. Kwa hiyo unazidi kumkatisha tamaa na kumnyongonyeza, na ndio maana wanafikia hatua ya kuwaficha kule ndani. Kwamba mimi nitaonekanaje. Lakini pia haijalishi kama wewe ni tajiri, lakini una mtu kama huyo ni ndugu yako, ni nani umemfungia ndani, basi tunakuomba umtoe ili aweze kwenda kupata elimu kwa ajili ya mafunzo ya baadaye, kwa sababu tayari naye ni binadamu. Ile kumpeleka katika mafunzo yale mbalimbali yanayohusu walemavu itamsaidia naye kuwa na akili iliyochangamka kidogo na kujifunza vitu mbalimbali. Sawa, tukushukuru sana kwa siku ya leo. Mimi nakushukuru sana, asante sana na asante kwa mwaliko. Na mtazamaji wa Gift Online TV, kwa siku ya leo tumefika tamati, nadhani utakuwa umeelewa na umefahamu vyema kabisa kuhusiana na swala zima la ukatili kwa walemavu. Nadhani utakuwa umeelewa. Kama basi kuna jirani yupo hapo na unafahamu kuna mtu ambaye yuko ndani anafanyiwa pia ukatili ambaye ni mlemavu, basi usisite kufika katika dawati la jinsia la kutoa elimu kwa ajili ya kuweza kuzungumza kile ambacho kipo, na taarifa kwamba zipo na wamesema kwamba watazihifadhi. So kwamba wataweza kusema kwamba ni mtu fulani aliweza kuzitaja, hapana. Basi utaweza kuhifadhiwa jina lako pamoja na taarifa zote, so kwamba wewe utaweza kujulikana kwamba ndio uliweza kuzungumza. Kumbuka ulikuwa nasi watangazaji Tobias Kisima pamoja na Esther Mamkwe, lakini tulikuwa na Sergeant Mwajuma Mzee kwa siku hii ya leo. Nikutakie wakati mwema.